siku njema. Nami niko hapa msikilizaji, kubwa zaidi ni kujuze haya ambayo ndugu yetu anaitwa Joachim akishia pamoja nasi. Jana ndo kwanza tulianza mkasa wa ndugu yetu anaitwa Joachim. Kikubwa zaidi Joachim alitueleza. Joachim alitueleza maisha ambayo anaishi pale nyumbani kwao. Na mabadiliko makubwa yalitokea baada ya kifo cha mzee wake. Eti ile nyumba ambayo mzee wake alijenga wanaambiwa sio ya kwao. Ile ni nyumba ya familia. Migogoro ambayo ilimfanya mamake na Joachim amue kumchukua Joachim na kuondoka na kuamua kurudi nyumbani kwao. Na huko nyumbani kwao yupo ndugu yake ambaye amezaliwa naye tumbo moja, ambaye yeye Joachim anamuita ni mjomba. Ndiye ambaye anampokea na kumpa hifadhi, mazingira ambayo si mbali na nyumbani kwake. Lakini Joachim alitueleza zaidi umauti wa mama yake, na mwisho wa siku akabaki kama mtoto yatima asiyekuwa na baba na wala akiwa hana mama. Na anatueleza maisha ambayo anaanza kuishi katika uyatima ni maisha ambayo yana changamoto nyingi sana, mapema sana baada ya kumpumzisha mama yake. Ndio Joachim anasema mimi kama Joachim nayakumbuka haya, nakumbuka majira haya. Joachim anasema baada ya kifo tu cha mamangu, mjomba wangu ndo alipewa jukumu la kunitazama. Mimi ninasoma. Nyakati hizi ambazo mama amefariki nilikuwa nipo darasa la 7. Bado kijana mdogo. Ninategemea sapoti kubwa sana kutoka kwa mjomba. Na kwa sababu sina mahali pengine naweza nikaenda zaidi ya kwa mjomba. Kwa hiyo mjomba alinichukua nikaanza kuishi kwake. Mjomba yuko na watoto wake, tena wengine wakubwa kuliko mimi. Ndio. Nakumbuka mapema sana nikiwa nimeanza kuishi hapa, nilisikia sauti za migogoro kati ya mjomba pamoja na shangazi yangu. Shangazi alisema maneno haya, tulizungumza toka mwanzo. Ni wewe peke yako ndio unapaswa kumtunza huyu Joachim. Hakuna ndugu yoyote ambaye anaweza akakaa naye. Mimi unajua sipendi kukaa na watoto zaidi ya watoto wangu. Hapana. Mimi sihitaji. Fanya mchakato. Mtafutie sehemu ya kumpeleka. Nilisikia haya maneno kwa masikio yangu. Naweza nikasema mapokeo ya shangazi huwa sio mazuri kwangu. Hata kabla hatujaanza kuishi hapa katika nyumba yao. Lakini sasa ninamsikia kwa kinywa akisema, ni dhahiri kwamba shangazi hajakubali 100% kunipokea mimi na tukaishi pamoja. Lakini nakumbuka maneno mjomba alisema, sina pa kumpeleka. Na wewe unajua kama mamangu, babangu angekuwa yuko hai au bibi au hata babu yake angekuwa hai, ningempeleka huko, lakini nampeleka wapi? Tazama huyu kijana kule kwao kulivyokuwa na migogoro. Nikimwacha mimi ina maana sitatimiza ahadi ya ndugu yangu. Hebu acha hizo habari. Naomba uachilie moyo wako na umwangalie kijana. Tunaweza tukaiona leo yake ya hapa, lakini hatuwezi kujua huyu ni nani katika safari za huko mbeleni. Hebu tufanye mambo kwa upendo na tujitoe pia. Sio tu kwa ajili ya watoto wetu, hata kwa ajili ya watoto wengine ambao tena hawana wazazi. Huyu ni yatima. Tutapata thawabu mbele za Mungu. Mjomba alimwambia maneno haya ya kumbembeleza mke wake anipokee na tukae pamoja. Ni sawa. Haya maneno niliyasikia mimi kwa masikio yangu. Nakumbuka mjomba yeye shughuli zake nyingi ni za kusafiri, kwa sababu shughuli kubwa anayofanya mjomba ni ya kuendesha haya magari makubwa. Kwa anaweza akaenda akakaa muda mrefu ndo akaja akarudi. Na hiyo shughuli mimi naijua siku nyingi tu kwamba mjomba wangu shughuli zake ni za kuendesha magari makubwa. Kwa hiyo ina maana mjomba amenikabidhi kwa shangazi. Ambaye shangazi nikiwa hapa, yani nimekuja kukaa hapa, sijanyosha hata miguu nikaondoa maumivu niliyokuwa nayo. Shangazi anasema hapa nyumbani kwangu kuna eneo kubwa ambalo sijai kuona matumizi yake sahihi ni yapi. Kwa shangazi akasema anataka kulima mboga kwa sababu sasa hivi anataka ajiingize kwenye shughuli za kuuza mboga. Hii ni habari aliniambia mimi na mimi niliona ni sawa. Kwa hiyo akaniambia sentensi hii, Joachim, itabidi usimamie hii bustani. Nikamwambia
Sawa shangazi, sikuibeba katika namna ambayo ni tofauti, lakini nataka nikwambie, shangazi aliwaza, naona moyoni mwake, ninawezaje kumlea mtoto baki kama huyu, na akaja akala chakula changu hapa nyumbani, akalala katika kitanda ambacho ni cha kwangu, na akiwa haingizi chochote au haleti faida yoyote. Hii ndio tafsiri ya shangazi alichokifanya kwangu. Mimi ni mwanafunzi, mimi ni kijana mdogo, lakini shangazi aliniambia tutalima. Tulilima matuta. Sio kwamba shangazi hana watoto wengine, ana watoto na ni wakubwa kuliko mimi, na wengine wako hapa nyumbani, lakini ni Joakim, njoo Joakim, angalia shamba, angalia. Kwa hiyo tuliotesha mboga. Jukumu kubwa nililokuwa nalo ni kuamshwa mapema sana na asubuhi. Yaani shangazi ananiamsha saa 10:30 usiku. Yaani hapajapambazuka vizuri. Ananiambia muda wa kumwagilia, Joakim amka, muda wa kumwagilia. Ninaenda ninamwagilia tuta kwa tuta. Joakim anasema naweza nikawa nazungumza hivi kwa lugha nyepesi, lakini niambie, ninaamshwa saa 10:30 kumwagilia mboga. Na sio kwamba kuna matuta mawili amepanda mboga au matatu, amelima matuta mengi. Na anasema sitaki kuona kuna bustani inanyauka hapa, nataka nione bustani zinastawi. Mimi ndio mkulima rasmi wa hizi mboga. Basi ni sawa, niamke nifanye kazi, nitembee mwendo mrefu kwenda shuleni, ni sawa, lakini nirudi unipe chakula. Joakim anasema hiki ni kitu ambacho waga nikikumbuka moyo wangu unaugua sana, kwa sababu naweza nikarudi nikakuta shangazi hajaniachia chakula. Nimeondoka, asubuhi nimefanya kazi, nimemwagilia hizi mboga, nimetembea mwendo mrefu, nimefika shule nimechoka, nimejitahidi basi nisome, nirudi nyumbani nikute chakula, sikuti chakula. Bado maneno ya mama yaliendelea kuishi ndani yangu. Yatima hadeki. Kama ukipata nafasi ya mpenyo hata kidogo kuhusu elimu, pambania, maana elimu inaweza kukusaidia kukufungulia malango yako. Najua wengi tunafahamu njaa inavyouma. Ulishawahi kuumwa na njaa? Njaa inauma mpaka unatetemeka. Ninarudi nyumbani na kunywa maji. Hakuna mtu anajali, kitu ambacho nilikuwa nikikaa na baki na mkumbuka mamangu, kwa sababu hakuwahi kuruhusu nikawa katika hali kama hii. Mamangu atatafuta hata tuta liko wapi, ataenda kuchuma hata ni mboga maboga machani kadhaa, atakuja atamenya hizo mboga, atakatakata, atanipikia chakula, nitakula, atanipikia chai na mihogo, mwanangu kula, pasha tumbo joto. Nani ananiangalia sasa hivi? Nani ananionea huruma? Macho yangu yalikuwa yamejawa na machozi. Ninalia nyakati zote na simoni mtu wa kunisaidia. Lakini shangazi alitumika kuwa daraja baya kati ya mimi pamoja na watoto wake, ambao waliniona mimi si sehemu ya familia, ni mtu baki. Hakuna mtu alijali kwamba jamani, Joakim hajarudi, Joakim hata naye apate chakula. Haya ni maisha ambayo nilianza kuyapitia mapema sana. Nakumbuka bado nilijipa moyo, bado nilienda shule. Nilifika, nilikuwa nakuta shule niko nimechoka mnyonge, kwa sababu chakula nachokula ni kile cha jioni tu. Yaani chakula ambacho mimi naweza nikakibambatiza nikakila cha uhakika ni cha usiku. Sio chai, sio chakula cha mchana, hakuna. Huko shule kuna rafiki moja ambaye tunakaa naye kwenye dawati moja. Ananiambia, Joakim, vipi? Nakumbuka siku ile nikamwambia, yani toka mama amefariki dunia imegeuka. Yani dunia imenibadilikia. Akaniambia, kwa nini? Si uko unakaa na mjomba wako? Na mjomba wako anafanya shughuli nzuri, anaenda kule kuendesha magari makubwa, anarudi na chochote, maisha anaenda vizuri. Nikamwambia ni kweli. Sio kwamba nyumbani hakuna chakula. Chakula kipo. Mjomba akiwa hata anarudi huko, anarudi na michele,
anarudi na mkaa, mjomba akiwa anarudi huko, yani anarudi na vyakula, mikungu ya ndizi. Lakini uwezi amini, yani nitapata furaha siku chache ambazo mjomba atakuwepo, lakini akiondoka tu mimi sio sehemu ya chakula kinachoandaliwa pale, hasa asubuhi na mchana. Akaniambia pole, akaniambia nikwambie Joakim, mimi namshukuru Mungu. Ni kweli Mungu aliwachukua wazazi wangu mapema, lakini nimebaki na bibi. Bibi yangu hawezi akaniacha nikabaki bila kula chakula. Ni kitu ambacho hawezi kuruhusu kitu kama hicho. Hata kama ndio hivyo nasoma kwa kuungaunga, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya bibi yangu. Basi ni bora basi uwe unakuja nyumbani, mimi nitamwambia bibi angalau uwe unapata chakula kidogo. Nikamwambia nashukuru, asante sana. Akaniambia lakini tupambane kwa sababu nafasi ya yatima kufika hatua kubwa zaidi anatakiwa ajipambanie mwenyewe kwa sehemu kubwa. Angalia mimi bibi yangu peke yake ndo ananilea, na bibi anafanya shughuli gani? Hamna shughuli rasmi ambayo bibi anafanya, lakini ndo huyo yeye ananipambania. Hakuna mtu ananiangalia zaidi yake. Kiukweli sisi kama vijana ambao tumepoteza wazazi wetu mapema tuliugua sana, kwa sababu sio kwamba hatukupata neema ya kukaa na wazazi wetu kwa nyakati hizo. Tulipata, tukaiona testi na uzuri wa mama, testi na uzuri wa baba, tulifili uwepo wao. Sasa hawapo tena na tunajiona kama ni wakiwa kwa kiwango kikubwa. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Joakim. Joakim anasema nikikueleza nimelazwa njaa mara ngapi, ni mara nyingi sana. Lakini Mungu ni mwema. Pamoja na yote ambayo niliyapitia, lakini nilipata nafasi ya kufanya vizuri elimu yangu ya darasa la 7. Kitu ambacho kilimfurahisha sana mjomba sana. Na mjomba akasema ndio furaha ya mamako, na mimi nakuahidi nitapiga hatua na wewe kuhakikisha unafika mahali unatimiza ndoto ambazo zile mamako alikuwa anatamani uzifikie. Lakini nilikuwa nimekonda sana. Nyakati hizi nilikuwa nimepungua sana. Na hata mjomba akawa ananiambia kuna nini? Mbona wewe kila siku unakonda? Hapa nyumbani kiko chakula, mbona kila siku unakongoroka tu? Kuna shida gani? Nilibaki tu nimenyamaza. Maana niliamini 100% kwa namna shangazi alivyo. Akasikia nimenyanyua kinywa changu na kumwambia maneno mjomba. Ninaweza nikawa niko katika mazingira magumu kuliko niliyokuwa nayo sasa. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu anti ana nguvu, ana mamlaka ya utawala. Mjomba yeye sio mtu muongeaji sana. Ni mtu ambaye ni mpole sana. Na hii ndo asili ya mjomba wangu. Kwa hiyo mtu ambaye ametake control kama hapa nyumbani kwa kila kitu ni anti. Yeye ndo anaamua. Kila kitu yeye ndo anaamua. Kwa hiyo nafikiri unanielewa ukiniuliza kwa nini umwambie mjomba wako kama kuna mazingira unapitia. Na ufia kwa sababu nimeona mazingira ambayo tunaishi hapa nyumbani. Anti ana nguvu zaidi. Ndio. Joakim anasema basi ni siku zangu nazo zilizidi kusonga mbele. Ahadi ya mjomba nazidi kuiona sana kwenye maisha yangu. Nilianza kidato cha kwanza, maana pia sikupangiwa mbali na ile shule ambayo nilikuwa nikisoma awali. Lakini nyakati hizi nimeunda na urafiki na huyu rafiki yangu wa karibu. Kwa hiyo bibi alikuwa akiniambia, bibi yake na huyu rafiki yangu, ukiona unaumwa njaa, njoo hapa nyumbani, takupa chakula. Unasikia? Takupa chakula. Na hata kuna wakati mwingine naweza nikala chakula akaniambia beba hiki, kifunge, ananifungia kwenye mfuko. Ananiambia weka kwenye begi, nyakati njaa zikikuuma, na hasa siku za Jumamosi na Jumapili, kama kuna mazingira nyumbani ambayo unaona hakuna chakula, chukua hiki chakula, kula. Usiache tumbo likakaa bila kula chochote. Huyu ni bibi wa rafiki yangu. Lakini sio kwamba nyumbani hakuna chakula. Kiko chakula cha kutosha. Lakini mimi si sehemu ya hicho chakula. Ninafanya kazi na hakuna mtu mwenye kuniambia leo umepambana sana. Unasikia Joakim, kazi nzuri. Hakuna mtu wa kunipongeza.
Hakuna mtu wa kuniambia umechoka, pumzika. Hayupo. Ninafanya kazi zote za nyumbani. Najua mamangu amenilea katika malezi ya kufanya kazi zote, lakini kupata kupumzika pia. Joakim, osha vyombo. Joakim, yani jina langu lipo kwenye kinywa cha shangazi kuliko hata watoto wake aliowazaa tumboni, aliobeba tumboni miezi 9. Joakim, yani kwa mfano nikiwa siku za weekend naweza nikatumwa mpaka nikahisi kuchanganyikiwa. Unajua hali kama hii unaitwa sana mpaka kuna muda unakoko darasani unahisi kama unaitwa. Kuna mtu mmoja anazungumza anaweza kana nielewa hii hali mimi na feel. Yani uko darasani unahisi auntie anakuita, "Wewe Joakim, njoo." Yani namna ambavyo unaitwa mara nyingi sana, unatumwa mara nyingi sana. Lakini bado sikuacha masomo. Bado nilizidi kupambana kwa mazingira hayo magumu ambayo nakueleza. Bado sauti ya mama ilizidi kusema ndani yangu. Nikipata mpenyo tu wa kushikwa mkono kwenye eneo la elimu, nisiache elimu kwa sababu itakuwa ni mlango wangu wa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini nataka nikwambie mazingira ni magumu sana. Mjomba wangu anatoa pesa mimi niende nikanunuliwe uniform au nikanunuliwe mavazi kwa ajili ya kuvaa. Zile fedha anti yangu anazipatia matumizi mengine. Ninavaa mavazi yaliyochakaa. Na nakumbuka siku moja mjomba alisema, "Hivi wewe Joakim, hivi kwa nini umevaa hiyo shati limechanika? Yaani kwa nini? Na maana wewe huna nguo?" Nakuuliza huna nguo? Nikanyamaza tu. Shangazi akasema, "Yaani huyo mwenzio sijui ana shida gani? Hizo nguo yeye ndio anapenda kuzivaa, sijui ana shida gani. Ina maana wewe huna shati la kuvaa? Au ndio unapenda kuvaa hivi basi watu waone kama yani wewe unatilisha huruma, tunakuonea huko ndani. Nenda kabadilisha hiyo nguo." Huyu ni shangazi anasema hivyo, ambaye mjomba hata akiacha huyu mtoto utamnunulia hiki, utamnunulia na hiki. Viatu ninavyovaa shule vimechoka, vimechakaa. Joakim anasema uyatima ni kitu cha kuumiza sana. Hakuna mtu ambaye anatamani babake au mamake waondoke mapema. Ninaamini kila mtu anatamani neema ya wazazi idumu kwenye maisha yake kwa miaka mingi, mpaka atakapofika hatua hata wakiondoka anakuwa ameweza kujisimamia yeye mwenyewe. Hata mimi nilitamani hivyo, lakini sikubahatika katika hiyo nafasi. Tazama leo. Haya ndio maisha naishi. Joakim anasema, narudia tena kusema bado sikuacha kupambana katika swala zima la elimu. Nilizidi kupambana. Nakumbuka nimefika kidato cha 3. Sasa nimekuwa kijana mkubwa. Ninakwambia ninafanya kazi isivyokuwa kawaida. Lakini nimekubali kwamba haya ndio maisha ambayo mimi naishi. Nakumbuka siku hii mjomba alikuwa anaenda safari. Na akaniambia, "Joakim, pambana sana na shule. Nimekuahidi ukifika form 4, ukifaulu, mimi nakupeleka 5 na 6. Nitapambana." Nakumbuka anti yangu, yani shangazi, akasema, "Wakupambana sasa mpaka kufika hizo level. Wewe unamuona mwenyewe atafaulu kwa maendeleo haya aliyokuwa nayo." Na mara zote anti huzungumza maneno ya kunishusha kama siwezi kufika popote. Yani mimi si chochote, sina akili, lakini ni mazingira jinsi ambavyo nabananika sana. Mimi ndio nifanye hiki, mimi ndio nitembee mwendo mrefu kwenda shuleni. Ni mimi huyu. Bado natakiwa kusoma, bado natakiwa kurudi, bado sipati chakula kwa wakati. Bado mahitaji mengine ambayo ni muhimu na kuwa nayahitaji ninayakosa. Yani Mungu ajalie nimeumwa mjomba yupo, lakini kama nikaumwa mjomba hayupo, jamani, unaumwa huko hoi, unaambiwa unajifanyisha na wewe bwana. Embu amka bwana, nenda kamwagilie mboga bwana. Yani wewe jana umejilaza hapo na leo tena unajilaza, acha mambo yako bwana. Ila kula na kwenye umechoka. Acha habari zako bwana, embu nenda huko shambani. Hakuna mtu anajali kama leo sijisikii vizuri. Wakati mwingine unajihisi baridi, mtu ukionekana kabisa kwa macho mtu huyu ni mgonjwa.
lakini hakuna mtu ambaye anajali jamani. Najiuliza kwa nini? Kwa nini hakuna mtu ananiona mimi haya ninayopitia? Kwa nini mtu aguswe na mimi? Lakini nakumbuka mjomba alimwambia, mimi naamini atafanya vizuri. Mimi mjomba wako naamini utafanya vizuri. Wewe endelea kufanya bidii. Unajua kutokufanya vizuri kwa nyakati hizi unazoziona ni nafasi nzuri ya kujipima na kuitazama kesho ambayo utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Si ndio? Nikamwambia ndio. Tuliagana na mjomba na akasema nitatimiza ahadi yako. Haya maneno bado yanaishi ndani ya moyo wangu. Na yakumbuka sana. Kwa sababu siku hii mjomba alipoondoka na kuniambia nitatimiza ahadi yako. Nitakutimizia ndoto yako. Akiniaga anaenda safari. Maana nimekueleza anaendesha magari makubwa ya kwenda kwenye mikoa na nchi mbalimbali. Safari ambayo anaenda na namngoja kwa sababu yeye ndo nguzo yangu kwa sasa. Tumaini langu liko kwake. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Joakim. Nini Joakim anataka kutueleza kuhusu haya? Kijana yatima mwenye kupita kwenye changamoto nyingi. Karibu sana msikilizaji siku ya kesho pia katika No Filter tushie haya pamoja. Mpaka kwa sasa hivi ni kushukuru jamani. Asante kwa kusikiliza Jahazi HD ya Clouds FM. Asante kwa kusikiliza No Filter. Ndio 96.1